Mtazamaji wa Biomedia Channel popote unakotazama taarifa mbalimbali, karibu sana. Tuangazie story ya mwanadada Mange ambaye kaumbuka kwa sababu yule ambaye alimtupa mtoto ambaye amechukuliwa na Rais Samia ameweza kujitokeza hadharani na ameomba Watanzania wamsamehe. Karibu sana popote pale ambako unatazama Biomedia, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. On the microphone is Girl Official Rose, na leo tunaangazia swala la mwanadada ambaye amejitokeza mitandaoni kudai kuwa yeye ndiye mama halali wa mtoto ambaye anajulikana kama jina la Grace Samia Suluhu Hassan, ambaye swala hilo limeibua mjadala mkubwa sana kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii hususan TikTok, na tukio hilo limegusa pia hisia za Watanzania wengi na kuzua maswali kuhusu wajibu wa wazazi, maadili ya jamii na nafasi ya sheria katika kulinda haki za watoto. Katika ujumbe ambao unasambaa mtandaoni, mwanamke huyu anaonekana kuomba msamaha kwa Watanzania akidai kuwa alilazimika kumwacha mtoto wake kutokana na changamoto za maisha na pressure kutoka kwa baba wa mtoto. Na katika maelezo yake yenye hisia nyingi, anasema moyo wake unavuja damu na kwamba anajuta sana kwa kitendo ambacho alikifanya. Kauli hiyo imewagawa watumiaji wa mitandao ya kijamii, baadhi wakionyesha huruma wakiamini kwamba huenda alikumbwa na mazingira magumu, huku wengine wakisitiza kuwa kitendo cha kumtupa au kumwacha mtoto ni kosa kubwa lisilopaswa kuvumiliwa. Lakini mtazamaji, kwa upande wa sheria na ustawi wa jamii, masuala yanayohusiana na kuachwa kwa watoto uchukuliwa kwa uzito mkubwa na mamlaka husika kama vile Jeshi la Polisi Tanzania na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum wana jukumu la kuchunguza matukio kama hayo ili kubaini ukweli wa matukio, mazingira ambayo yalisababisha na hatua zinazopaswa kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa mara nyingi matukio ya watoto kutelekezwa kutokana na mchanganyiko wa changamoto kama umaskini, mimba zisizotarajiwa, lakini pia ukosefu wa msaada wa kifamilia au shinikizo la kijamii. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa zipo njia salama zaidi za kumsaidia mtoto, ikiwemo kumpeleka kwenye vituo vya kulelea watoto yatima au kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili mtoto apate ulinzi na malezi yanayostahili. Kwa sasa kilicho muhimu ni mamlaka kuchunguza ukweli wa madai hayo na kuhakikisha haki na usalama wa mtoto vinapewa kipaumbele. Wakati mjadala ukiendelea mitandaoni, jamii inakumbushwa pia umuhimu wa kuwasaidia wanawake wanaopitia changamoto za uzazi pamoja na malezi ili matukio kama hayo yasijirudie tena. Lakini itakumbukwa kwamba mwanadada Mange siku ya juzi alitoboa siri baada ya mtoto huyo kuchukuliwa na rais na kudai kuwa kamwe mama wa mtoto hatajitokeza, maana huyo mtoto anaonekana kutoka kwenye ukoo wa Rais Samia, na wamefanya hivyo ili kumsafisha tu. Yote kwa yote ni kutokana na yale ambayo yalitokea Oktoba 29 mwaka 2025. Mtazamaji, una maoni gani? Moja kwa moja endelea kuachilia kupitia comment section na tutaweza kuangazia kwa wakati mwingine. Bye bye.